Afrika ya Kati, Lebanon, Sudan au Sudan Kusini na eneo la Abyei. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa Jeshi la Kujenga Taifa, tumepanua miundombinu na kuongeza idadi ya vijana wanaojiunga na jeshi kutoka 160,427 mwaka 2020 hadi 190,059 mwaka 2025. Tumefanya hivyo kwa kutambua kuwa Jeshi la Kujenga Taifa ni nyenzo muhimu ya kujenga ujasiri, uzalendo na dhana ya kujitegemea miongoni mwa vijana. Vile vile SUMA JKT imeweza kushiriki kikamilifu kufanikisha utekelezaji wa miradi mbalimbali ya uzalishaji na miradi ya ujenzi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa Jeshi la Polisi, tumeendelea kuliimarisha kwa kuboresha mazingira ya kazi na kuongeza miundombinu, ambapo vituo vya polisi 472 vimejengwa hadi ngazi ya kata na shehia. Halikadhalika tumeboresha makazi ya askari na kununua vitendea kazi ikiwemo magari na pikipiki kwa ajili ya kazi za utawala na operesheni. Aidha, askari wapya 16,000 wameajiriwa huku maofisa wakaguzi na askari 10,363 wakipandishwa vyeo. Natoa pongezi nyingi kwa Jeshi la Polisi kwa kazi kubwa na nzuri wanayoifanya. Hatuna budi kutambua kwamba uhalifu unaozuiliwa kwa jitihada za Jeshi la Polisi ni mkubwa kuliko unaofanyika. Kasi ya kuwabaini na kuwakamata wahalifu na kuwafikisha mahakamani imeongezeka, jambo ambalo bado hatujafanikiwa vya kutosha ni ajali za barabarani. Lazima nazo tuendelee kuzitafutia mwarobaini wake. Aidha, nalielekeza Jeshi la Polisi kuongeza jitihada katika kukomesha matukio ya watu kupotea. Mheshimiwa Spika, jeshi letu la magereza nalo limeendelea kutekeleza vizuri majukumu yake ya kulinda wafungwa na kurekebisha tabia zao. Aidha, katika kulinda haki za binadamu, tumeendelea kuboresha huduma za malazi, mavazi na chakula kwa wafungwa jinsi hali ya uchumi inavyoimarika. Kwa upande wa watumishi, serikali imepandisha vyeo maafisa waandamizi na askari wa jeshi hilo wapatao 14,733 na kuajiri askari wapya 3,404, hivyo kupunguza uhaba wa rasilimali watu. Vile vile tumewapa vitendea kazi kiwemo magari kwa ajili ya kuimarisha utendaji kazi na magereza mapya 8 pamoja na hospitali kuu ya kanda ya Jeshi la Magereza hapa Dodoma yanaendelea kujengwa. Serikali imewezesha jumla ya magereza 66 kuanza kutumia mfumo wa tehama wa mahakama mtandao ambao unarahisisha usikilizaji wa kesi bila wafungwa kusafirishwa hadi mahakamani. Mheshimiwa Spika, ili kuongeza uwezo wa Jeshi la Zimamoto na uokoaji kufikia maeneo ya dharura kwa wakati, serikali imewezesha ujenzi wa vituo vipya vya zimamoto 3 vilivyokamilika na 8 vinaendelea na ujenzi. Vile vile vituo vya zamani vimefanyiwa ukarabati na kununua magari 12 ya kuzima moto yakiwemo magari 2 yenye ngazi kwa ajili ya kufikia majengo marefu na boti 2 za uokoaji katika bahari na Ziwa Victoria. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa idara ya uhamiaji, zaidi ya maafisa wakaguzi na askari 3,115 wamepandishwa vyeo na askari wapya 2,251 wameajiriwa. Aidha, doria, misako na operesheni ziliimarishwa katika maeneo mbalimbali nchini na zimewezesha kukamatwa kwa watu 97,538 kwa makosa ya uhamiaji ambao wamechukuliwa hatua za kisheria, kiwemo kwa baadhi yao kuondoshwa nchini. Vile vile tunaendelea na ujenzi wa chuo cha mafunzo cha uhamiaji cha Rafael Kubaga kilichopo Boma Kichakamiba, wilaya ya Mkinga,
mkoani Tanga. Mheshimiwa Spika, serikali pia imeimarisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya